na jezi yako hii, wewe ni shabiki wa Simba? Tena sio shabiki. Yaani sasa unaona? Na hizi ninazo mpaka sasa hivi ziko 4. Bwana, Simba jana imetangaza kocha mpya Steve Barker. Alikuwa kocha wa Stellenbosch, mlicheza naye msimu uliopita katika michuano ya CAF Confederation Cup. Unakumbuka Stellenbosch mlicheza Zanzibar kule afikisha mkana wewe. Unaikumbuka vizuri eh? Ndio kocha ambaye sasa hivi anaenda kuikamata Simba Sports. Kwanza kocha huyu wewe kusikia kutangazwa kocha, wewe kama kashabiki umelipokeaje hili? Kocha viongozi ndio wanaofuatilia. Wamemfuatilia, wameona wao wanafaa. Sisi tuko nyuma tunasubiria wanachotuleta. Maana juzi walituletea matatu akasema mtu mzuri. Mwisho wa siku ametufanyia tusivyotegemea. Hata hao viongozi hawakutegemea hivyo. Kwa hiyo cha msingi ametuletea tuone, ikiwa sivyo tena. Maana kocha kazi yake ni mawili tu. Kuajiliwa lakini una matumaini na Steve Barker? Sio matumaini, na matumaini na huyo kocha aletwe kwa sababu kashaletwa na timu yangu pia na naipenda kutoka moyoni. Yaani hiyo isiwe hata iweje sasa. Unamwambia nini huyu mpinzani wako? Huyu hapo. Bwana huyu mwenzangu huyu Bwana Runyas. Bwana Runyas bwana anamwambia kwamba bado ana safari ndefu sana. Kwa sababu yeye kila kocha yote anayemfunga lazima amlete. Kamleta Matatua. Kisa hapa ametoa draw amemkazia. Akaona huyu ndio eti mpira wetu biliani unarudi. Amekuja amemfukuza mara hana vyeti bana. Na huyu utakuja kusikia lingine linatoka huyu. Eti ni kweli na huyu anachosema. Ngoja nikwambie hakuna jirani ambaye akiona unafanikiwa au anachakelea. Lazima akuletee miba. Huyu anajua kabisa huyu ndio baba langu, mimi ndio niko kiongozi kule, anajua. Sasa anasema tu kidogo, lakini ukimuuliza Afrika namba 5 nani? Nyama. Ukimuuliza yuko wapi? Yuko bondeni huko. Sasa ana nafasi yaitake hiyo ya kufika hapa, hawezi. Lazima alete maneno, lakini ukufika huku ajitahidi. Unaweza kumjibu? Mwenzangu huyu namba 5 kwa makaratasi, lakini sio kwenye mpira. Kwa makaratasi sawa. Namba 5, lakini sio kwenye mpira. Na ajua hizi takwimu ni zile za nyuma. Alizofanya vizuri tu miaka 4 nyuma, sio sasa hivi. Zitakuja takwimu atakuja kuona. Zitakuja takwimu atakuja kuona mwenyewe. Sasa hiyo miaka 4 na 5, naye si alikuwepo? Alikuwa wapi? Anasema yeye anasubiri takwimu zake sasa. Mpya. Zinakuja. Ni za mwaka mmoja ambao nenda huu bado. Na mimi nimo. Usije ukaona nimeteleza kidogo, sijaanguki. Anasema anguki huyu. Umefungwa mara 6, unasubiri nini? Mara 6 mfululizo. Ya kichwa ya mbavu ya chembe ya nini? Wewe bado unapigwa. Huku nje kapigwa 2 mfululizo. Hebu utamu. Si uchukua utamu unagawa tu. Basi ligi huwa kuna mambo mengi. Huko nje. Sasa umegawa utamu mara ngapi? Mara 2. Kwa nini ukubali kugawa utamu mara 2? Kwa nini usichukue utamu au ugawe tu? Basi. Haya, hao ni mashabiki wa Simba na Yanga. Walikuwa pamoja kwenye timu ya taifa, lakini kwenye mambo ya Simba na Yanga hapa naona lakini ni utani wa jadi, na mwisho wa siku naona wanapeana hagi hapa na wanacheka pamoja. Ni utani wa jadi tu hapa, kazi ya ubongo, ni mambo ya mpira tu hapa. Katika kijiwe hiki cha magazeti hapa pembeni, lakini pia hapa kuna kahawa, eneo la Mabibo mwisho hapa tunamaliza hivyo mimi na ndugu yangu Saksena.